zitamakinika. Francis Ontomwa, KTN, Nairobi. Kwingineko, mvutano unatarajiwa kushuhudiwa kati ya idara ya mahakama na chama cha wanasheria hapa nchini Kenya LSK baada ya mahakama kukataa wito wa mawakili kususia shughuli za mahakama siku ya Jumatano baadaye wiki hii. Idara ya mahakama imesisitiza kuwa mahakama zote hapa nchini zitaendelea na shughuli zake kama ilivyopangwa, ikisema kwamba mgomo huo utawaathiri zaidi ya maelfu ya Wakenya ambao wanaosubiri haki mahakamani, huku ikitoa wito wa mazungumzo ili kutatua masuala ambayo wameibua. Mwanahabari Violet Auma na taarifa zaidi. Chama cha wanasheria nchini Kenya LSK wa mawakili kususia shughuli za mahakama, ikisema hatua hiyo si njia mwafaka ya kushughulikia masuala yaliyoibuliwa kuhusu wajibikaji wa mahakama. Katika taarifa yake, msemaji wa idara ya mahakama Paul Ndemo amesema mahakama zote nchini Kenya zitaendelea kusikiliza na kuamua kesi kama ilivyopangwa Jumatano Julai 22. Aidha, amewahimiza walalamishi na watumiaji wengine wa huduma za mahakama kufika mahakamani bila hofu ya kuvurugwa kwa shughuli. Idara ya mahakama imesema kuwa inakitambua chama cha wanasheria nchini Kenya kama mshirika mkuu katika utoaji wa haki, ikibainisha kuwa taasisi hizo mbili zimekuwa zikifanya mikutano ya mashauriano mara kwa mara katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Mkutano mwingine unaowaleta pamoja tume ya huduma za mahakama JSC, viongozi wa LSK pamoja na baraza la mawakili waandamizi umepangwa kufanyika Julai 31 kujadili masuala ambayo hayajapatiwa suluhu. Idara hiyo pia imetetea uhuru wa mahakama, ikisisitiza kuwa majaji na maafisa wa mahakama huongozwa na katiba pamoja na sheria pekee na hawawezi kuelekezwa namna ya kuamua kesi. Kuhusu wajibikaji, idara ya mahakama imesema kuwa malalamiko dhidi ya majaji na maafisa wa mahakama yanapaswa kuwasilishwa kwa tume ya huduma za mahakama au ofisi ya upatikanaji wa haki Ombudsman, ambako yatachunguzwa kabla hatua zozote za nidhamu kuchukuliwa. Aidha, idara ya mahakama imesema kuwa imepiga hatua kubwa katika kuboresha utoaji wa huduma. Katika mwaka wa kifedha wa 2024-2025, mahakama zilipokea kesi mpya 1621,425 na kufanikisha kusikiliza na kuhitimisha kesi 1647,686 na kufikia kiwango cha 104% cha utatuzi. Kesi zinazosubiriwa kusikilizwa zilipungua kwa 3%, huku mrundikano wa kesi ukipungua kwa 30% licha ya ongezeko la kesi mpya. Idara hiyo imeongeza kuwa ucheleweshaji wa kesi hauwezi kulaumiwa kwa taasisi moja pekee, ikieleza kuwa kutokuwepo kwa mashahidi, walalamishi na hata mawakili ni miongoni mwa sababu zinazochangia kuahirishwa kwa kesi. Sasa idara ya mahakama imeitaka LSK kutafakari upya kwa mpango wake wa kususia shughuli za mahakama na badala yake kutumia njia za mazungumzo na taratibu zilizowekwa na katiba kushughulikia malalamiko yake. Violet Auma, KTN.